Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 9 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema ACT Wazalendo Zanzibar ni kubwa kuliko vyama, au ni ACT Wazalendo wasema Zanzibar ni kubwa kuliko vyama. Na manufaa safari za ndege Dar es Salaam Russia kiuchumi. Manufaa safari za ndege Dar es Salaam Russia kiuchumi. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni wachumi wanasiasa wajadili maandamano. Wachumi wanasiasa wajadili maandamano. Waeleza madhara ya wananchi kujifungia ndani bila kufanya shughuli za uzalishaji, wengine washauri. Na daktari, asilimia 50 ya changamoto ya uzazi chanzo ni wanaume. Daktari yosema asilimia 50 ya changamoto za uzazi chanzo ni wanaume. Lakini Jaji Masaju alivyobadili taswira ya mahakama. Jaji Masaju alivyobadili taswira ya mahakama. Na mchuano mkali wa mawakili kesi ya Babalevo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari inayosema nini mwisho wa kauli ya vitisho na maandamano. Nini mwisho wa kauli za vitisho na maandamano. Lakini mashahidi wa mtuhumu Babalevo rushwa na utekaji. Mashahidi wa mtuhumu Babalevo rushwa na utekaji. Na bei ya saruji ya paa, wazalishaji wataja viwango vipya. Bei ya saruji ya paa, wazalishaji wataja viwango vipya. Na wataka sheria kubana madaktari mtandaoni. Wataka sheria kubana madaktari mtandaoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira, lenye linaanza na habari inayosema Balozi Omari, mapinduzi ya viwanda ni muhimu barani Afrika. Balozi Omari asema mapinduzi ya viwanda ni muhimu barani Afrika. Lakini Dr. Mwigulu awahakikishia mazingira bora wawekezaji. Huyo ni Dr. Mwigulu awahakikishia mazingira bora wawekezaji. Na zaidi ya trilioni 3.9 kutumika kukarabati reli ya Tazara. Na TBA na benki ya Azania zarahisisha mkopo ya nyumba. Na changamoto ya kushuka bei ya mahindi kupatiwa majibu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini ChatGPT msaada wa elimu au tishio la afya ya akili. ChatGPT ni msaada wa elimu au tishio la afya ya akili. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo, linaandika vyama vya pongeza maridhiano Zanzibar. Vyama vya pongeza maridhiano Zanzibar vyasema viongozi wametanguliza maslahi ya nchi. Lakini ZSSF kuwapa kadi maalumu wastaafu kwa huduma za usafiri. Na Hemedi awaonya wakandarasi wanaochelewesha miradi. Lakini Dr. Pembe aendelea kueneza utamaduni wa Swahili Paris. Na rais wa Zimbabwe asaini sheria ya kujiongezea muda. Huyo ni rais wa Zimbabwe asaini sheria ya kujiongezea muda. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika undani afya ya mapacha watano. Wachumi wataja mbinu kuipa thamani dhahabu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini AI janga jipya la kuzalisha vilaza. AI ni janga jipya la kuzalisha vilaza. Na kampuni ya Ufaransa kuwekeza nchini. CCM yafafanua maridhiano Zanzibar. Lakini dati yaibua mapya kadi za mwendokasi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika habari inayosema tamasha la Kiswahili Ufaransa lafungua fursa mpya. Tamasha la Kiswahili Ufaransa lafungua fursa mpya. Lakini Balozi Omari, mapinduzi ya viwanda ni muhimu katika kukuza uchumi wa nchi za Afrika.
Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema Mwakibinga afichua njama za Heche na wafanyabiashara kuhujumu maridhiano. Lakini balozi Kairuki Meya Kibaha wakutana Uingereza kujadili uwekezaji. Na ACT CCM ukurasa mpya Zanzibar. Ni Dr. Mwinyi Omo kushuhudia leo Ikulu Zanzibar tukio la kusaini tamko la pamoja sasa kumaliza mkwamo wa kisiasa. Hiyo ni habari ukurasa 3 kwenye gazeti la Wamachinga. Na balozi Omari mapinduzi ya viwanda muhimu ukuzaji wa uchumi Afrika. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za ndani. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Biashara Leo asubuhi linaandika Moi yatambulisha huduma za kidigitali Sabasaba. Lakini Dr. Mwigulu aendelea kuita wawekezaji wa Ufaransa. Na mapinduzi ya viwanda muhimu kwa uchumi wa nchi za Afrika. Lakini asisitiza mshikamano thabiti sekta binafsi ya umma. Asema serikali imeanza kutekeleza dira 2050, lakini aeleza serikali inavyoanza safari ya kusaka uchumi wa dola trilioni 1. Na Brela yaendelea kusajili kampuni na majina ya biashara Sabasaba, huku Nemki ya mkosha kamanda Murilo kwa usimamizi bora wa mazingira. Lakini asema anafurahia kuona malalamiko ya uchunguzi ya uchafuzi wa mazingira yanapungua. Atembelea banda la Nemki Sabasaba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako Raia Mzalendo linaandika wamlilia nguli wa habari Leonardi Mwakalebela. Dr. Mwigulu azidi kuwashawishi wawekezaji wa Ufaransa kuwekeza Tanzania, na waziri Sangu afanya mazungumzo na waziri wa kazi Qatar. Lakini Nemki yapongezwa kwa kupunguza malalamiko. Kamanda Muliro atembelea kijiji cha mazingira Sabasaba na asema Nemki imefanya kazi nzuri kudhibiti wanaopiga kelele. Lakini balozi wa Mali aeleza Tanzania inavyozidi kuvutia uwekezaji. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Mtanzania Leo lenye linaandika mradi wa YAM wakomboa vijana wa mazingira magumu, wananchi waendelea kumiminika banda la WMA kupata elimu. Lakini waziri wa fedha Omari ahutubia mkutano wa Gambia, asisitiza mapinduzi ya viwanda muhimu kukuza uchumi wa Afrika, asema hatua ya kikodi Tanzania zimeongeza uwekezaji, abainisha Tanzania imeanza kusaka uchumi wa dola trilioni 1. Lakini Muliro aipongeza Nemki kwa kusimamia usimamizi bora wa mazingira. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika mwandishi nguli Leonardi Mwakalebela afariki dunia. Lakini Moi atambulisha huduma za kidigitali Sabasaba. Mapinduzi ya viwanda ni muhimu kwa uchumi, asisitiza mshikamano thabiti katika sekta zote binafsi na umma Afrika. Lakini aeleza serikali inavyoanza safari ya kusaka uchumi wa dola trilioni 1. Asema serikali imeanza kutekeleza dira ya 2050. Lakini Nemki mkosha kamanda Mulilo kwa usimamizi bora wa mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye magazeti ya michezo na burudani, na gazeti lako la Wamachinga linaanza na habari inayosema ligi kuu bara 2026 2027 kuanza kutimua vumbi Agosti 16. Lakini Cristiano Ronaldo abebeshwa zigo la miba baada ya Ureno kuondolewa, na Arsenal wa muwinda Rodgers. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako kwenye kurasa za michezo linaandika wadau wamuomba Samata acheze AFCON 2027 kwanza. Lakini TFF yafungua rasmi dirisha la usajili msimu 2026-2027. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika Samata bwaga manyanga, Mwinjuma mtaka baki hadi 2027, Karia wadau washtushwa. Lakini dirisha la usajili kwa wachezaji walafunguliwa rasmi. Hiyo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo linaandika Depu ampasua kichwa Steve Barker. Huyo ni Depu ampasua kichwa Steve Barker.
Lakini kuna habari inayosema matukio tata yalivyoibeba Argentina, msimu wa ligi kuu bara kuanza Agosti 14, 2026. Lakini mwa Ivory Coast mlangoni Msimbazi, mwa Ivory Coast mlangoni Msimbazi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.